tuna mifano ya kutosha kabisa katika nchi zetu hizi, katika bara la Afrika na nje ya Afrika, juu ya mambo ya ubaya wa mambo kama haya. Wale walingania watu watoke kwenye maandamano, wengi wao ni wanasiasa na watu mashuhuri wenye kusikilizwa katika jamii kwa sababu ni viongozi au kwa sababu ni wanasiasa. Wengi katika hao wanatumika kutoka nje, ni vibaraka. Kwa lugha nyingine ya Kiswahili pia ni mamluki, wanatumiwa na kuna vitu wameahidiwa. Na ndio maana baadhi yao utakuta nusu wao wenyewe wako hapa, familia zao ziko nje, au wana uhakika wa kutoka nje ya nchi wakati wowote kunapoharibika mambo, wakakimbia wakakuacha wewe na baba yako, mama yako, pengine mzee, mtu mzima, watoto wako madhaifu kabisa, wagonjwa wako, pengine una mgonjwa kitandani, ima yuko nyumbani au hospitalini, wakakuacha wewe ambaye ulishabikia jambo hili peke yako. Yeye wakati huo na familia yake yuko Europa huko anatamata na maisha. Yeye anachokifanya ni kuchochea tu kupitia mitandao ya kijamii. Ni watu wabaya kabisa, wasiojali maslahi ya umma. Tukisema maneno haya hatuzungumzi kuwa tunawalinda watu fulani dhidi ya watu fulani. Tunachozungumza ni suala la kuilinda amani ya nchi hii. Ni marufuku kuchezea amani ya nchi hii kwa kisingizio cha siasa, kwa sababu ugali umekuwa ghali. Kwa hiyo tuko tayari kufa kwa sababu bei ya unga imepanda. Huu ni ujinga usiohimilika. Leo kuna nchi ngapi zimeingia kwenye matatizo kwa lugha kama hizo? Miaka 30 sasa hakuna utulivu katika nchi hizo. Watu wa nchi hizo wanatamani kurudi katika nchi zao, hawawezi. Kila siku wao ni wageni kwenye nchi za watu. Tuna mifano hiyo. Libya, kwa sababu ya kutumika mamluki, walikuwa wana kila kitu katika maisha ya kilimwengu. Huduma za kijamii ziko sawa, eti kwa madai kwamba hatuna uhuru, hakuna demokrasi, hakuna hivi, kwa hiyo lazima Gaddafi aondoke. Nchi za magharibi ziliwasaidia, wakapigana na serikali, wakamtoa Gaddafi madarakani, wakamuua. Hebu niambieni, wamepata walichokitaka au leo wanajuta? Wallahi wanajuta kwa walioyafanya. Lakini nchi za magharibi ziliwachochea katika hilo, eti wanatafuta demokrasi, hawana uhuru wa kujieleza, hawana uhuru wa kufanya kadha. Leo wanajuta, wanauana, vikundi ndivyo vinatawala, vimeshika dola, hakuna amani. Sasa tutatuishi katika hali hiyo? Tuna nchi jirani zetu sisi wanaishi katika hali hiyo miaka karibu 30 leo. Kuna watu wamezaliwa wana umri wa miaka 25 hawajui amani ni nini. Leo anakuja mtu kuchezea tu hivyo, nchi hivi kupindua bwana. Wewe huogopi damu za watu? Waislamu tusikubali ujinga huu. Yaani mimi sikusimama hapa kuzungumza habari ya bandari, sijui mkataba umefanyaje, sijui mkataba ulikwenda kule. Mimi sio kazi yangu hiyo. Lakini kuna al-khatul ahmar, mstari mwekundu, utakiwi kuugusa mstari huo, nao ni wa amani. Jambo lolote ambalo linachochea uvunjifu wa amani marufuku. Waislamu wasikubali jambo hili, wasimame kwa pamoja katika kulilinda jambo hili. Bali hata sio kwa Waislamu ambao hawakubaliani na mambo haya. Tusiangalie mambo ya uvyama, sisi tu katika vyama. Kwa ndugu zangu katika imani, haya ni mambo makubwa ya kuyapatiliza, na huu ndio ujumbe wangu kwenu. Kuna watu wanapoingia kwenye mitandao huko, kwenye Twitter mathalan, pengine kuna kikundi cha watu 1000 2000 wanajadiliana, wanazungumza, wanachangia, wakaona kwamba wale 2000 ndio Tanzania wote, kwa sababu kuna comments nyingi pale zimemunga mkono. Ndio bwana, tusikubali bwana. Akiangalia comments zile za watu 300 400, ona Tanzania wote tuunga mkono. Acha wazimu. Kuna watu wenye akili timamu, hatuwezi kukubaliana na jambo kama hilo. Kwa hiyo watu kama hawa wanaozungumza lugha hatarishi, wenye mamlaka wawachukulia hatua za haraka sana. Sisi kama raia wa Tanzania hatukubaliani na jambo hili. Sisi Waislamu hatukubaliani na jambo hili.